Hii maana yake ni kwamba utamaduni wa mpira wa Tanzania umeshakuwa maarufu sana barani Afrika. Ni utamaduni wa kipekee sana ambao umeendelea kuchagiza ligi yetu kuwa maarufu barani Afrika, lakini unafanya ligi yetu inaendelea kutajwa kuwa miongoni mwa ligi kubwa, ligi bora barani Afrika. So kitendo cha Al Masry kwa posti washabiki wa Young Africans na kuambia baada ya miaka almost 7 tena wanaenda kukutana nao, maana yake ni kwamba wanajaribu kuwin mioyo ya mashabiki wa Young Africans, wanajaribu kuwaingizia hofu wachezaji, viongozi na mashabiki wa Simba kwamba wana ile full support kutoka kwa mashabiki wa Young Africans. So wamekifanya makusudi. Young Africans wanaweza wasiitikii kwa 100%. Lakini kuna mwitikio utakaopatikana kulingana na utamaduni wa mpira si tu Tanzania, all over the world. Yani zinapokuwa zinacheza timu hasimu au timu ambazo ni rivals, wanapokuwa wanacheza atapatikana wa kutoka A kwenda kushangilia timu nyingine au kutokea B kwenda kushangilia timu nyingine. So kitendo cha Al Masry kwa posti mashabiki wa Yanga ni kutaka kuiwini mioyo ya mashabiki wa Young Africans waende wakawasupport hiyo tarehe 9. Mimi sitaki kuzungumzia sana maneno aliyozungumza Mwamposa kwa sababu amealikwa kama kiongozi wa dini, na achilia mbali kuwa kiongozi wa dini, ni miongoni mwa viongozi wa dini wenye umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Ana kundi kubwa sana la watu wanaomuunga mkono, ana kundi kubwa la watu wanaomfuata yeye kama Mwamposa. So Simba walichokifanya ni kuwin ile namba iliyoko nyuma yake. Ndio lengo la Simba. Lengo la Simba ni kutaka kuonyesha kwamba Simba ni taasisi ambayo haina mipaka, inaweza kaingiliana na taasisi nyingine yoyote na wakafanya shughuli. Mpira wa miguu ni moja kati ya kiwanda ambacho kimekuwa kikitumika kwenye mazingira tofauti wakati mwingine kuleta amani, kuleta maelewano, kuleta umoja. Kwa hiyo kitendo cha wekundu wa Msimbazi Simba kuenda na kumwalika Mwamposa ina maana kubwa sana kwenye jamii ya Kitanzania. Inaonyesha kabisa kwamba mpira wa miguu unaweza tu usiishie viwanjani, lakini ukaenda mpaka kwenye nyumba za ibada kuleta umoja na mshikamano, na kuonyesha kabisa unapokuwa ni kiongozi kwenye nyumba ya ibada, bado kuna watu ambao wako nje kwenye taasisi nyingine wana appreciate kile ambacho unachokifanya. So kichoonekana hapa ni Simba wana appreciate kile ambacho Mwamposa amekuwa akikifanya, lakini Simba kama sehemu ya jamii wanahitaji kuinteract na dhehebu ambalo Mwamposa analihudumia, lakini vile vile ni kitu kizuri kwa umaarufu wake Mwamposa kuwa ni mmoja kati ya wageni waalikwa kwenye huu mchezo. Inaongeza hamasa na kuwafanya wachezaji wa Simba waamini kabisa kuna watu wanawafuatilia, watu wenye nyadhifa zao, watu wenye umaarufu wao, na watu wenye watu wanawafuatilia. Kwa hii ni chachu kuelekea kwenye mioyo ya wachezaji wa Simba, ni chachu kuelekea kwenye mchezo. Mashabiki wanaweza wakajitokeza kwa wingi kwa sababu tu Mwamposa ameenda uwanjani. Trust me, kuna watu wataenda uwanjani kwa sababu Mwamposa ameenda. Kwanza kupindua meza kwa Simba haijawahi kuwa kitu cha ajabu, kwa sababu wamefanya hivyo mara kadhaa. Walipindua dhidi ya AS Vita, walipindua dhidi ya Nkana, walipindua dhidi ya Gendarmerie, walifanya hivyo dhidi ya Jwaneng Galaxy. Kwa hiyo sio kitu kipya, ni kitu cha kawaida. Lakini huu ni mchezo mwingine, ni siku nyingine, ni tarehe nyingine. Kwa hiyo inaweza isiwe rahisi kama vile ambavyo watu wanavyotazama, lakini wanaenda kukutana na timu ambayo ina utamaduni wa tofauti. Inawezekana mashabiki wakahamasishwa kwenda uwanjani kwa kiwango kikubwa sana, lakini haina maana itagarantii wekundu wa Msimbazi Simba kuvuka na kuadvance kuingia hatua ya nusu finali. Ahmed Ally anachokifanya ni kuwaleta watu uwanjani, kuwatengenezea deni mashabiki. Kuwatengenezea deni wachezaji, kwamba mashabiki wakitana out in numbers kwenda kuwashuhudia wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, maana yake ni kwamba wanawatengenezea deni wachezaji kwamba sisi tumeshatimiza wajibu wetu, tumekuja uwanjani, tunahitaji matokeo kutoka kwenu. Kwa hiyo anachokifanya Ahmed Ally ni kutengeneza deni kwa wachezaji. Washabiki wakitokea kwa namba kubwa, wachezaji wawe wana kazi ya kufanya ili kuwafariji na kutokuwavunja moyo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Haina uhusiano wowote ule wa 100% kwamba kwa sababu Ahmed Ally amehamasisha kwa kiwango hicho ni guarantee Simba wataenda kwa advance kuingia hatua ya nusu finali. Haya ni maandalizi mengine
haya maandalizi ya kuwakaribisha mashabiki yanabakia jukwani. Mbinu za mwalimu Fadlu Davis ndizo zitakazoenda kuamua Simba wanaingia nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika au la. Maandalizi ya viongozi kwa wachezaji ndio kitakachoamua wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kwa advance au la. Ila Ahmed Ally so far so good, anafanya jambo la maana sana.